Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha asubuhi ya leo yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa huku uchaguzi mkuu ukikaribia. Habari zinazotufikia studioni hivi punde ni kwamba maandamano yameanza usiku wa jana maeneo ya Tarime. Wakazi kutoka eneo hilo wamekesha barabarani kwa maandamano makali makubwa, wakiimba nyimbo za kutaka kuachiliwa kwa John Heche mara moja. Wameandamana kwa hasira wakieleza kuchoshwa na hali mbaya ya kukamatwa kwa John Heche kinyume na sheria na jeshi la polisi la Tanzania. Kabla ndugu mtazamaji, ni kuonyeshe tukio hilo zima la maandamano huko Tarime, chukua sekunde yako moja kubonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe. Mvutano umefikia kikomo katika mji wa Tarime uliopo mkoani Mara nchini Tanzania, ambapo wananchi wenye hasira wameingia mitaani usiku wa kuamkia leo kupinga kile wanachoeleza kuwa ni kukamatwa kinyume cha sheria na kuendelea kuzuiliwa kwa mwanasiasa maarufu wa upinzani John Heche huku uchaguzi mkuu ukiwadia. Maandamano ya Tarime yalianza kwa makundi madogo jana, huku wakazi wakiimba na kutaka John Heche aachwe huru mara moja usiku wa manane, wakishutumu mamlaka kwa kumshikilia John Heche kwa muda mrefu bila kumfikisha mahakamani. Mashuhuda wa tukio hilo wamesema maandamano hayo Tarime yalianza kwa amani usiku, huku waandamanaji wakipeperusha mabango yenye ujumbe mzito ambao katika mabango hayo yalionekana yakiwa yameandikwa haki kwa wote, Heche sio gaidi, na mabango mengine yakiwa yameandikwa tunadai utawala wa sheria. Usiku wa jana ulivyozidi kwenda ndivyo vikundi hivyo vya maandamano vilizidi kuwa vingi. Sauti zao zilisikika katika mitaa nyembamba ya Tarime, huku hasira zikitanda mithili ya moto mkali miongoni mwa watu. Wakati wa maandamano ya Tarime, mkazi mmoja aliyetambulika kwa jina la Joseph kutoka Nyandoto alitoa hisia za wengi. Alisikitika kuwa watu hawawezi tena kukaa kimya huku viongozi wao wakidhulumiwa. Kulingana naye, John Heche hakufanya kosa lolote na anapaswa kuachiliwa bila masharti mara moja. Kauli hiyo iliyoibua shangwe na vifijo kutoka kwa waliokusanyika. Vyanzo vya usalama vinavyofuatilia maandamano ya Tarime vimethibitisha kuwa polisi wametapakaa katika mji mzima ili kudhibiti hali hiyo toka usiku wa jana. Ripoti zinaonyesha kuwa waandamanaji hao usiku wa jana kadhaa tayari wamekamatwa kwa madai ya kuvuruga amani ya umma, ingawa wengine wameendelea kukaidi uwepo wa sheria kwa kuandamana katika barabara kuu. Hali ya anga inabaki kuwa ya wasiwasi na harufu ya matairi ya moto imejaa hewa. Wakati maandamano ya Tarime yakipamba moto usiku, wananchi walitoa taarifa kuwa askari polisi wamefika kutoka miji ya jirani. Vituo vya ukaguzi viliwekwa kwenye makutano muhimu na vizuizi vya barabarani vilianzishwa karibu na majengo ya serikali. Licha ya hatua hizo, waandamanaji hao wenye hasira waliendelea kukusanyika bila woga kwa wingi, wakiimba na kudai uhuru kwa John Heche. Mitandao ya kijamii imeongeza maandamano ya Tarime na kuyageuza kuwa mada inayovuma Tanzania nzima. Video zinazoonyesha mamia ya waandamanaji wakipita mjini Tarime zimesambaa na kuzua gumzo nchi nzima kuhusu haki na uhuru wa kisiasa. Watanzania wengi wameonyesha mshikamano mtandaoni, wakishiriki ujumbe unaotaka kuwepo kwa uwazi na mchakato unaostahili katika kesi ya John Heche. Mwanaharakati Mange Kimambi kupitia mitandao yake ya kijamii amekuwa mmoja wa watu waliotoa sauti kubwa kuunga mkono maandamano hayo ya usiku Tarime. Katika chapisho ambalo limesambazwa sana, alisifu ujasiri wa wananchi wa Tarime na kuwataka wengine kote nchini kuiga ushujaa wao. Ujumbe wake ulizua mjadala mkubwa mtandaoni, wafuasi wakipongeza msimamo wake huku wakosoaji wakimshutumu kwa kuweza kuchochea machafuko. Wachambuzi waliofuatilia maandamano ya Tarime usiku wa kuamkia leo wameonya kuwa kushindwa kwa serikali kushughulikia kero za wananchi kunaweza kuzidi kuyumbisha hali ya mambo. Wanasema kuwa ukimya wa mamlaka umezidisha hali ya kutoaminiana kati ya raia na watekelezaji sheria. Baadhi wamewataka polisi kutoa taarifa rasmi kufafanua sababu za kuendelea kushikiliwa kwa John Heche. Maandamano hayo usiku wa kuamkia leo Tarime pia yameleta umakini katika masuala mapana ya utawala na uwajibikaji nchini Tanzania. Wengi wanaona kuzuiliwa kwa John Heche kama sehemu ya mwelekeo unaotia wasiwasi wa ukandamizaji wa kisiasa, ambapo viongozi wa upinzani wanazuiliwa bila kufunguliwa mashtaka haraka. Waandamanaji wanasema mapambano ya Tarime ni zaidi ya mtu mmoja
nia ya kutetea haki kwa Watanzania wote. Katika maandamano ya Tarime usiku wa kuamkia leo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameanza kuitaka serikali ya Tanzania kuzingatia maadili ya kikatiba. Wanasisitiza kwamba kuwekwa kizuizini kwa muda usiojulikana bila kufunguliwa mashtaka au kufikishwa mahakamani kunakiuka sheria za kitaifa na mikataba ya kimataifa kuhusu haki za binadamu. Kauli zao zimeongeza uzito wa maadili kwa madai ya wananchi mitaani. Vyanzo vya habari vya polisi, huku vikiendelea kutotajwa majina yao, vimethibitisha kuwa John Heche anaendelea kuzuiliwa. Hata hivyo, wamekataa kufichua mashtaka ambayo huenda anakabili, wakisema uchunguzi unaendelea. Ukosefu huu wa uwazi umezidi kuchochea hasira kwa wakazi wa Tarime ambao waliamua kuandamana, hivyo kuzidisha maandamano usiku kucha wa kuamkia leo. Wakati maandamano ya Tarime yakienea katika vitongoji vingine, taarifa zinaeleza kuwa hata wafanyabiashara wadogo wameingia katika harakati hizo na kufunga maduka kwa ushirikiano na waandamanaji. Mitaa ya Tarime iliyokuwa na pilka sasa imegeuka kwa korido za ukaidi, zikiwa na nyimbo za kudai uhuru na haki, huku zikizua fujo. Wadadisi wa mambo ya kisiasa wanaonya kuwa iwapo maandamano ya Tarime usiku wa kuamkia leo yataendelea bila kushirikisha serikali, yanaweza kuhamasisha maandamano ya aina hiyo katika miji mingine. Machafuko hayo wanaona ni ishara ya kukatishwa tamaa kwa kina kutokana na dhuluma za kisiasa na kuminywa kwa uhuru wa kidemokrasia nchini humo, kulingana na waandamanaji hao. Alfajiri ilipokaribia, maandamano ya Tarime hayakuonyesha dalili za kupungua. Barabara zilibaki zimejaa raia waliodhamiria, mienge yao ikiangazia anga la usiku kwa ishara ya upinzani. Licha ya uchovu na uwepo wa polisi wenye silaha nzito, wananchi wa Tarime wa Tanzania waliendelea kusimama na kusisitiza kuwa hawataondoka hadi John Heche aachiwe huru. Umoja na ujasiri wao umebadilisha kile kilichoanza kama kilio cha ndani kuwa wakati wa kitaifa wa ukaidi. Viongozi wa asasi mbalimbali za kiraia sasa wameungana na maandamano Tarime kwa moyo na kutoa matamko ya kuitaka serikali kuheshimu utawala wa sheria kupitia mitandao ya kijamii. Wanasema kuwa sifa ya Tanzania kama taifa la kidemokrasia iko hatarini na kwamba unyanyasaji wa viongozi wa upinzani unatuma ujumbe usio sahihi ndani na nje ya nchi. Wananchi wa Tarime wanasema wamekuwa sauti ya taifa linalotamani uwajibikaji. Wakati huo huo, taarifa zinasema kuwa viongozi wa madhehebu ya dini wanatoa wito wa utulivu wakati wa maandamano ya Tarime, wakiwataka wananchi na polisi kuepuka vurugu au fujo. Hata hivyo, pia wamesisitiza kuwa amani haiwezi kuwepo bila haki. Ombi lao la mazungumzo linaangazia makubaliano yanayoongezeka kwamba uwazi na mawasiliano pekee ndio vinaweza kumaliza machafuko yanayoikumba Tarime kwa jina la katikati ya maandamano hayo ya Tarime usiku wa kuamkia leo, vyombo vya habari vya kimataifa vimeanza kuchukua tahadhari. Maandamano hayo yameenea nje ya mipaka ya Tanzania, huku vichwa vya habari vikielezea harakati hizo kama moja ya changamoto kubwa zaidi za kutawala katika miaka ya hivi karibuni. Mashirika ya haki za binadamu duniani sasa yanafuatilia hadi hiyo kwa karibu, yakitaka John Heche apate uwakilishi wa kisheria na kutendewa haki chini ya sheria. Asubuhi inapopambazuka Tarime, maandamano yanaingia katika hatua mbaya. Mazungumzo kati ya viongozi wa eneo hilo na maafisa wa usalama yanaripotiwa kuendelea, ingawa hakuna upande unaoonekana kuwa tayari kuafikiana. Kwa watu wa mitaani, haya ni zaidi ya mapambano ya kisiasa, ni vita ya utu, haki na mustakabali wa uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Ni hayo tu mtazamaji, na kuomba bonyeza kiboksi hicho kwenye skrini yako, itakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.